Sasa jana tulisoma kitabu cha Zaburi 44 verse number 20. Zaburi ni kitabu cha Psalms 44 verse number 20. Biblia inasema, ikiwa tumelisahau jina la Mungu wetu au kumnyoshia Mungu mgeni mikono yetu, je, Mungu atalichunguza neno hilo? Maana ndiye azijuae siri za moyo. Zaburi 44 verse number 20. Biblia inasema tu, ikiwa tumelisahau jina la Mungu wetu, yani tusahau tuna jina la Mungu wetu na tunyoshe Mungu mwingine mikono, Biblia inasema ya kwamba Mungu ni lazima atachunguza neno hili. Mungu wetu ni Mungu mwenye ako na wivu. Our God is a jealous God. Yeye ni Mungu ambaye ako na wivu. Hapendi kushare. Eti leo ni yeye leo tunamwinulia mkono, tunamwabudu, alafu kesho tumesahau na jina lake. Tunaenda kwa kuinulia sanamu mikono. Tunaenda kuabudu sanamu. Zaburi ni Psalms 44:20. Sasa Mungu hapendi hiyo kitu. Na tukasoma kitabu cha Warumi 11 mstari wa 22. Biblia inasema, tazama basi wema na ukali wa Mungu kwa wale walioanguka ukali, bali kwako wewe wema wa Mungu, ukikaa katika wema huo, kama sivyo wewe nawe utakatiliwa mbali. Kwa hivyo kitabu cha Warumi 11 verse number 22, Biblia inasema kwamba Mungu ako na wema na kuna ukali. Kwa hivyo maneno yote nasemanga saa zote ati God is good all the time and that is his nature. Hiyo maneno iko kwa Biblia. Lakini ni ukweli, God is good all the time. Hiyo ni ukweli, haikanushiki. Hiyo haipingiki kabisa. God is good all the time, but that is not his nature. Hiyo sio kawaida yake. Ndio maana Warumi 11:22 inasema, tazama wema na ukali wa Mungu huko. Mungu ako na wema na pia ako na ukali. Kama anaweza kuwa mzuri, pia unajua anaweza kuwa mbaya. Hiyo ni kile nyote wajue. Zaburi, yani Romans 11:22. Kama Mungu anaweza kuwa mzuri, unajua pia anaweza kuwa na mbaya. Tazama basi wema na ukali wa Mungu kwa wale walioanguka ukali. Wale walioanguka ni wale watu ambao wameshajua jina lake. Wale watu ambao walikuwa wanamwabudu katika roho na kweli, wakamjua jina lake. Hawa watu wakianguka, warudi kimwili, ukali wa Mungu ndo wataona sasa. Si wema wake, ni ukali, upanga wa Mungu ndo wataona. Daudi alijua jina la Bwana Mungu wake, alikuwa anamtumikia, lakini ile siku yenye alienda kachukua mke wenyewe na kalala na yeye na akasababisha kifo cha ule mume wake, akasababisha kifo cha Uria. Mungu hakuonyesha Daudi wema, alimuonyesha ukali. Alisababisha kwa nyumba yake rape cases zikakuwa. Kijana wake akarepe msichana wake kwa nyumba ya Daudi. Mungu akasababisha mtoto wa Daudi akalala na bibi za Daudi. Mtoto analala na mama yake mchana, sio usiku. Hizo vitu zilifanyika kwa nyumba ya Daudi. Mungu akasababisha mtoto wa Daudi akataka kuua Daudi. Mtoto wake tu akamfukuza mpaka katika ufalme, anataka kumuua. Sasa hiyo yote haikuwa ni wema wa Mungu, ilikuwa ni ukali wa Mungu. Kwa maana Daudi alikuwa amefanya nini? Ameanguka. Sasa alionyeshwa ukali. Hata yule mtoto mwenye alizaa na huyo mwanamke alikufa baada ya siku 7. Alikufa. Mungu alisababisha akakufa. Alimwambia mtoto ataka, na huyo mtoto alikufa. Kwa hiyo matanga kakuwa hapo, rape cases zikakuwa, hii mambo ya kuuana, mtoto kuua baba ikakuwa kwa hiyo nyumba. Kwa hivyo Daudi akaona ukali wa Mungu. Na ilisha alikuwa akionanga wema wa Mungu. Vile Mungu alikuwa anamuokoa na anashinda Goliath. Vile Mungu alikuwa anaokoa na anapata watu wake. Lakini round hii sasa alikuwa anaona ukali wa Mungu. Ndio nawaambia Mungu hapendi mchezo, Mungu hapendi mzaha. Hiyo ni niko kichonjo. Hiyo ni kitabu cha Zaburi 44 verse number 20. Ikiwa tumelisahau jina la Bwana Mungu wetu au kumnyoshia Mungu mgeni mikono yetu, je,
Mungu hata alichunguza neno hilo, maana ndiye azijuae siri za moyo. Mungu anajua siri za moyo. Kwa hivyo ujue ya kwamba ile siku tutasahau na jina la Bwana Mungu wetu, alafu tuanze kuinamia masanamu na kuziabudu, Mungu atachunguza jambo hilo. Na akichunguza jambo hilo, ujue ya kwamba ukali wake ndiye atatuonyesha ukali wake. Atatuonyesha wema wake hiyo siku. Ndio maana nimekuongezea Warumi 11:22. Tazama basi wema na ukali wa Mungu kwa wale walioanguka, ukali, bali kwako wewe wema wa Mungu. Kwa hivyo mjuange Mungu si mchezo. Biblia inasema Bwana Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. He is a jealous God. Hapendi maneno ya kushare utukufu wake na miungu. God doesn't like to share his glory with the idols. Leo unaabudu Mungu, kesho umeenda kuabudu masanamu. Mungu hataki mchezo. Hapendi kabisa. Ndio maana Biblia imesema ya kwamba ikiwa tumelisahau jina la Bwana Mungu wetu na kumnyoshia Mungu mgeni mikono, Bwana atalichunguza jambo hilo. Kwa vile jambo atalichunguza kweli kweli. Atachunguza hilo jambo kweli kweli. Na akichunguza hilo jambo, mjue ya kwamba kutakuwa na nini? Consequences zitakuwa. Wacheni niwaambie kitu. Mungu abembelezangi watu. Abembelezangi watu. Kwa hii Biblia kuanzia Genesis mpaka Revelation, kuna mahali Mungu anasema tafadhalini. Please, please, please. Nani amayeona the word Mungu anasema please, anatubembeleza please. Mungu abembelezi watu. Chaguo ni lako, mkubali ama mkatae. Biblia inasema kitabu cha Warumi 1:28. Warumi ni Romans 1:28. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Sasa hawa ni watu wamekataa kukuwa na Mungu katika fahamu zao. Yaani wamekataa tu Mungu. Biblia inasema na Mungu akawaacha wafuate akili zao zisizofaa. Kwa hivyo kama umekataa Mungu, Mungu anakuacha fuata akili zako. Fuata venye akili yake inakwambia. Fuata venye unataka. Fuata na ufanye kabisa. Sasa wafuata akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Kwa hivyo wakati mtu anafuata akili zake ambazo hazifai, anafanya yale mambo ambayo hafai kufanya. Verse number 29 endelea. Wamejawa na udhalimu na kila namna ya uovu na tamaa na ubaya. Wamejaa usuda na uwaji na fitina na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiotii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja magano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema. Kwa hivyo watu wote ambao wanafanya hizi vitu zenye nimesoma hapa ni watu ambao wanafuata akili zao zisizofaa. Hao ni watu ambao wamekataa maneno ya Mungu kabisa. Hao ndio wako na masengenyo, wanasingizia watu, wanachukia Mungu, ni wajeuri, wako na majivuno, wanatunga mambo mabaya, watii wazazi wao, hawana ufahamu, wanavunja magano, hawapendi watu wa kwao, hawana huruma. Watu ukiona watu wako na tabia kama hizo, jua kwamba wao ni watu ambao wanafuata akili zao. Hao ni watu wamekataa mambo ya Mungu kabisa. So usifikirie kukataa mambo ya Mungu ni kusema mimi nimekataa Mungu. Hapana, utaona kwa matendo. Kwa hivyo mtu anafanya hizo vitu, jua mtu amekataa Mungu na Mungu amemwacha. Si eti Mungu ako pamoja na yeye. Huwezi fanya hizo vitu zote na Mungu akuwe pamoja na yeye. Mungu akawaacha. Fuateni akili zenu. Na kitu ya ajabu ni kwamba watu wanafanya hizi vitu na amejua mwisho wa hizi vitu ni mauti. Hiyo ni Warumi 1:32. Ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendayo wamestahili mauti. Mnajua mzuri ukifanya hizi vitu ni mauti ndio unastahili. Lakini unaendelea tu. Wanatenda hayo. Wala sivyo, wanakubaliana na wayatendao. Hata wale wenye wanatenda hizo vitu, hata ndio marafiki zao, ndio marafiki zako. Wanakubaliana na wao sawa sawa. Kwa hivyo nimwambia Mungu ana nini? Upendeleo. Mkimkataa ni hivyo, yeye pia anakukataa. Tukasoma Zaburi 81 verse number 11. Biblia inasema, lakini watu wangu hawakusikiliza sauti yangu, wala Israeli hawakunitaka, nikawaacha waende kwa ukaidi wa mioyo yao, waenende katika mashauri yao. Huu ni Mungu anaongea. Eti anasema eti Waisraeli hawakumsikiliza, wale kataa kumsikiliza na wakamkataa. Sasa what next?
Si Mungu pia kawakataa? Kataa Mungu na yeye atakukataa. Muache na yeye atakuacha. Nasikia? Nikawaacha waende katika ukaidi wa mioyo yao, wanende katika mashauri yao. Kwa hivyo ukikataa Mungu, useme unafuata akili yako ama moyo wako, yata basi fanya vile unataka, nitakuachana na wewe. Ataachana na wewe hivyo tu. Na tumesema ibada ya sanamu Mungu hataki. Na sanamu mnafikirianga ni mchezo? Kwani sanamu ni nini? Kitabu cha Zaburi 115 verse number 4 tukasoma, sanamu zao ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Kwa hivyo ukiona kazi ya mikono ya mwanadamu, kitu ambacho kimejengwa na mwanadamu, iwe ni kwa fedha iwe ni kwa dhahabu, zina vinywa lakini hazisemi. Hiyo kitu iko na mdomo na iongeangi, iko na macho na ioni, iko na masikio lakini haisikii, ziko na pua lakini harufu hazisikii, na ziko na mapua, ziko na mkono lakini hazishiki, ziko na miguu lakini haziendi, lazima zipewe, wala hazitoi sauti kwa koo zao. Yaani ukitaka jawahi toa sauti, wazifanyao watafanana nazo, na kila mmoja anayezitumainia. Kwa hivyo ukiona vitu kama hizo ni sanamu. Hizo vitu ni sanamu. Hizo vitu ndio nimesema. Sasa hapa jamaa wa Katoliki wasiwadanganya, wamebeba rosari wanawaambia eti inatumika kwa ibada. Hiyo rosari iko na macho na ioni, iko na masikio na isikii, iko na mguu. Wewe Yesu mwenye hapa kuna mguu na tembea, ako na mapua na hata nusu kitu. Hiyo ni sanamu hiyo. Hiyo sio Mungu. Wasiwadanganya hata kidogo. Wasiwadanganya. Biblia inasema Matendo ya Mitume 17:29, basi kwa kuwa sisi tu uzao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kwamba uungu ni mfano wa dhahabu, fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za mwanadamu. Basi zamani za ujinga Mungu alizifanya ni kama zioni, lakini sasa anaagiza watu kila mahali watubu. Kitambo hizo sanamu zilikuwa zinatumika, lakini Mungu alikuwa anajifanya ni kama zioni. Si hata Musa alitengeneza bronze snake akainua, akasema mkiangalia mnapona, wakaangalia akapona. Hiyo ni zamani, Mungu alizifanya zioni. Lakini saa hizi anaagiza kila mtu mahali afanye nini? Atubu.